Kama tulivyokamatwa ndivyo tulivyoachiwa. Hakuna mazungumzo yoyote tuliyofanya na mtu yoyote. Nataka hili liwe very clear kwenye public, kwa sababu watu wasilete propaganda kwamba tumeachiwa kwa makubaliano fulani. Hatuna makubaliano tulioachiwa nayo. Bado sisi ni watu tunaamini ni innocent, na tunataka watu wengine wote wanaoshikiliwa kinyume cha utaratibu waachiwe, waende kwenye familia zao. Lakini tunaitaka pia serikali iruhusu watu wachukue ndugu zao, wapate familia ya ndugu zao, wawazike kiafrika kama tunavyojua, kitamaduni, kiafrika, kidini kama tunavyojua. Habari za kushtua kutoka Tanzania. Saa chache tu baada ya kuachiliwa kwa naibu mwenyekiti wa Chadema John Heche, taifa limeingia katika hatua mpya ya mvutano wa kisiasa. Heche aliyekuwa akishikiliwa kwa tuhuma za ugaidi tangu Oktoba 22, sasa ametikisa utawala wa Rais Samia Suluhu baada ya kuitaka Umoja wa Kimataifa kuanzisha uchunguzi huru kuhusu madai ya ukiukwaji wa haki za kibinadamu uliodaiwa kutokea katika maandamano ya baada ya uchaguzi. Hii ndio simulizi ya kile kinachoendelea nchini Tanzania. Simulizi ya hasira, vifo, madai ya mateso na shinikizo la kimataifa linaloongezeka kila saa. Uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka 2025 ulikuwa unatarajiwa kuwa wa kawaida, lakini kwa wananchi wengi matokeo yake hayakuwashangaza bali yaliwaumiza. Tangu mwanzo kulikuwa na madai ya kuenguliwa kwa wagombea muhimu wa upinzani, likiwemo jina la Tundu Lissu. Siku ya kupiga kura haikuonekana kama sheria ya demokrasia, bali kama mlipuko uliokuwa unasubiri kuchochewa. Dakika chache baada ya matokeo ya awali kutangazwa, wananchi walijaa mitaani wakipinga kile walichokiita ulaghai wa uchaguzi. Maandamano yalienea Dar es Salaam, Arusha, Mwanza na miji mingine, lakini serikali ilijibu haraka. Polisi wakarusha mabomu ya machozi, kukawa na milio ya risasi na umati ukatawanyika katika hofu na hasira. Watazamaji wa haki za binadamu kama Amnesty International walionya kuwa hali ingeweza kuzorota zaidi, na kweli ndivyo ilivyokuwa. Wakati moshi wa mabomu bado haujatulia, taarifa zikaenea. Upinzani ukadai kuwa zaidi ya watu 700 waliuawa katika makabiliano. Makundi ya haki za binadamu yakathibitisha kuwa kulikuwa na vifo vingi, japokuwa idadi kamili ilikuwa ngumu kuthibitisha. Ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa ikatoa tahadhari ikisema kuna ushahidi wa kuaminika unaonyesha kuwa baadhi ya miili ya waathiriwa ilikuwa ikiondolewa hospitalini na katika hifadhi za maiti, jambo lililozidisha hofu kuwa ukweli unafichwa. Kwa familia nyingi, kilichobaki ni machungu na maswali. Wapi ndugu zetu? Ni nini kilichotokea? Na kwa nini hatupewi majibu? Katikati ya giza hilo la taifa, jina moja likawa kama mshumaa: John Heche. John Heche alikamatwa Oktoba 22, wiki moja kabla ya uchaguzi. Tuhuma dhidi yake ugaidi, mashtaka ambayo Chadema na makundi ya kutetea haki za kibinadamu waliyataja kama ya kutungwa ili kumzuia kisiasa. Katika mahojiano ya faragha, viongozi wa Chadema walidai kwamba afya yake ilidhoofika akiwa mahabusu. Wafuasi wake wakaanzisha kampeni ya kumtetea na mawakili wake wakaomba mahakamani kupitia haki ya habeas corpus. Hatimaye baada ya zaidi ya wiki 3, Heche akaachiwa kwa dhamana, lakini hakurudi nyumbani kimya kimya. Aliposhika kipaza sauti, kila mtu alinyamaza. Kwa sauti thabiti akasema, "Naitaka Umoja wa Mataifa kufungua uchunguzi huru. Watu wetu wameuawa. Lazima tujue ukweli." Kauli hiyo ikawa kama moto uliosambaa haraka mno katika siasa za taifa. Kauli hiyo ya Heche haikubaki Tanzania tu. Ndani ya saa chache, Umoja wa Mataifa ukaongeza shinikizo. Makundi ya kimataifa yakaanza kutoa taarifa, wanadiplomasia wakaomba maelezo. UN ilisema wazi,
taifa linahitaji uchunguzi wa kitaifa na kimataifa kuhusu vifo, ukamataji holela na tuhuma za kuwapoteza watu. Rais Samia Suluhu kisha akatangaza kuwa serikali yake itaunda tume ya uchunguzi, akisema ni hatua ya kwanza uponyaji wa kitaifa, lakini sauti za mashaka zikazidi. Je, tume hiyo itakuwa huru kweli au ni njia ya kupunguza shinikizo la dunia? Kwa wengi, kinachotokea Tanzania si swala la kisiasa tu, ni jaribio la roho ya demokrasia. Upinzani unasema uchaguzi ulikuwa na mapungufu, raia walinyimwa sauti na nguvu ya dola ilitumika vibaya. Serikali nayo inasema ilikuwa inalinda utulivu wa nchi. Lakini je, amani inaweza kupatikana bila ukweli? Bila uwajibikaji na bila majibu? Hilo ndilo swali ambalo mamilioni ya Watanzania wanajiuliza sasa. Kama msimulizi, ni muhimu nikukumbushe kuwa simulizi hili sio kuhusu majina pekee ya kisiasa, ni kuhusu mama aliyepoteza kijana wake, kijana aliyefungwa bila kufikishwa mahakamani, familia zinazotafuta ndugu zao na wananchi wanaotaka demokrasia ya ukweli. Kwa wengi, Heche sasa ni ishara ya mapambano ya kutafuta ukweli katika mazingira yaliyojaa hofu na ukimya. Tanzania sasa iko katika kipindi muhimu sana. Tume ya uchunguzi imeanzishwa, lakini bado haijajibu maswali makuu. Je, itafichua ukweli? Je, itawaambia wananchi kilichotokea mitaani? Je, itawapa majibu familia zilizopoteza wapendwa? Au simulizi hili itabaki kuwa jeraha lisilopona, lililofunikwa kwa maneno bila vitendo? Kwa sasa dunia inaangalia na sauti ya John Heche bado inarindima. Tunataka uchunguzi huru, tunataka ukweli. Simulizi hili litaendelea. Ni wazi kwamba CCM hawawezi tena kushindana na sisi. Nani anabisha hilo? Hakuna. Walimkamata mwenyekiti wetu, walitumia baadhi ya watu tuliokuwa nao kujaribu kupasua uongozi wetu, kwa sababu wao hawawezi tena kushindana na sisi. Sasa hiyo ni hatua ya mwisho kabisa ya watu walioshindwa kufanya siasa. Ukweli ni kwamba tunaungwa mkono sana kuliko kipindi chochote, na nyie mnajua. Kwa kama alivyosema katibu mkuu, shughuli nyingine zote za kisiasa za chama chetu ziendelee. Wenye viti wa mikoa mlioko. Mimi binafsi, waheshimiwa wabunge, nimehuzunishwa sana na tukio lile. Natoa pole kwa familia zote zilizopoteza wapendwa wao, na tunaomba Mwenyezi Mungu kama tulivyoomba awapumzishe kwa amani. Aidha, kwa majeruhi tunawaombea wapone kwa haraka, na kwa wale waliopoteza mali zao tunawaomba wawe na stahamala na uvumilivu. Serikali imechukua hatua ya kuunda tume ya kuchunguza yaliyotokea, yani inquiry commission, ili tujue kiini cha tatizo. Taarifa hiyo